Ndugu zangu watazamaji wa runinga ya Ni Vision TV, kwa ufupi NVTV, na wasalimu sana. Nyinyi ni watu wa thamani kubwa sana. Kama kawaida yangu, naanza habari zangu, habari zenu na ushauri. Ushauri wa kwanza ni kuhusu afya yako. Ushauri wa pili ni kuhusu utajiri na jinsi ya kutunza fedha na kuondokana na umaskini. Asubuhi unapoamka, anza na kitu kikubwa, kunywa maji ya vuguvugu asio chini ya mililita 600. Changanya na ndimu kuanzia 2, 3, 4, afu kunywa kabla hujapiga hata mswaki, kabla hujala chochote. Afu piga mazoezi sio chini ya dakika 10. Kama unaanza, nenda mpaka saa au dakika 30. Upande wa fedha, mtu akikupa mtaji, huyo mtu ni mtu mzuri sana. Huo mtaji uzalishe kadri mlivyoongea, ili utajirike na yeye atajirike, tuondokana na umaskini. Usiwe mtu wa kutafuta huyu jamaa amenipa mtaji, huu ni tajiri na lazima nimalize maisha. Usijaribu kumuua kwa kutumia sumu au silaha. Hapana, mtu huyo ni mtu wa kutunza. Hafu twende na vichwa vya habari ya leo. Tunavyo vichwa vya habari ya leo vitatu. Tunamuona rais mwenyenye Trump wa Marekani alivyo chachama, anavyoenda mwendo wa kinyongo kweli kule kwenye vita yake na Israeli, wanavyopambana na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Bunge limechagua kwamba haruhusiwi kuendelea na vita hii kwa sababu madhara ya vita walivyoyapata alichokikuta kule sio Venezuela. Habari ya pili, rais wa mambo ya nje wa Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekuwa anajibu maswali ya mabunge na masenta kipindi walikuwa wanamuomba ripoti ya vita vinavyoendelea ulimwengu, hususan vita ya Kongo na Rwanda, na majadiliano ya amani yaliyopigwa saini mwaka uliopita yanaendeleaje. Habari ya tatu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaomba mazungumzo kwa sababu anaona vita hii haweza kaendelea nayo, kwa sababu wale waliokuwa na muunga mkono waliompa kila kitu, hela, silaha, anaona ni kama wanamuacha pole pole, wanampa kisogo kwa kwenda kupigana na kuangalia sana kule Ghuba la Uajemi ambako kuna kila aina ya misaada ndo inaelekea. Twende habari moja baada nyingine. Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuwa vita aliyoianzisha nchini Jamhuri ya Waislamu ya Iran imemufika kubaya, imemkaba kohoni, hana mbele wala nyuma isipokuwa kusalimu amri, kwani mabunge wamepiga kura, kwa sababu mlijulikana ya kwamba hapa ili uendelee na vita inatakiwa rais ana mambo mawili makuu ambaye anaweza kafanya katika majimbo yote 50 ya Marekani, ikiwemo kuchapa fedha na kuanzisha vita. Akianzisha vita peke yake, anapewa miezi 2 ambayo ana veto ya kupigana bila idhini ya bunge. Miezi hii kimalizika, ndiye anarudi bungeni kuomba wapige kura, aidha wamuruhusu aendelee kupigana au amupigie kura ya kuto muruhusu kuendelea. Trump sasa ameangukia pua, kwa sababu mabunge wote, kila pande zote mbili, wa Democrat na wa Republican, wamesema hapana, hauruhusiwi kuendelea na vita hii. Madhara yake hushusha heshima kwetu, na ile Make America Great Again uliyokuwa unatuahidi kipindi cha uchaguzi haipo tena. Badala ya kejeli, badala ya kushushiwa heshima,
hatukuruhusu endelee. Ikaonekana kwamba Trump sasa hivi anasema, nilikuwa nafikiri kwamba kule Iran itakuwa kama Venezuela, itakuwa kama nchi zingine tulizozishambulia kwa wepesi, lakini watu wa Iran nimewakuta ni wapambanaji kabisa, na mpaka nahitaji kuongea na Hayatollah Mujtaba Khamenei kwa sababu nimemuona ni mbabe. Ijulikana ya kwamba katika ulimwengu huu ni ulimwengu wa watu wenye nguvu. Kama wewe si mtu wa nguvu, basi ole wako utanyolewa bila maji. Hapa walipopiga kura wamemwambia hauruhusiwi. Ina maana umeenda kule kuharibu mali zetu, maisha watu wetu wamepotelea bure. Ndege na masilaha mengine yoku umewapelekea nchi za Wajemi kule Ghuba la Wajemi zimedunguliwa, baadhi zimechomwa moto. Makambi ya kijeshi tulikuwa nayo kule hayapo tena. Hasara ni nyingi kuliko faida. Trump, kama unajipenda wewe, ondoka ndani ya vita hii, uwezekano wa kuendelea haupo. Na haijulikana ya kwamba ana njia zingine mbili au moja. Njia ya kwanza ni kutumia veto kama rais, na njia ya pili ni kutumia lobby ili wale waliochagua hapana wazidi kuchagua yes kwa wingi. Hiyo nayo ni kujinyonga kisiasa kwa Trump, kwa sababu uchaguzi unayokuja mwezi wa 11 ni njia moja kumtoa kwenye ndoto za kupigana na Iran. Ijulikana ya kwamba hata Lebanon kuna wale wafuasi wa marafiki wa Iran ambao ni Hezbollah, na Iran anasema Hezbollah na Israeli usirudi kupigana na Hezbollah kwa sababu ni wasaidizi wetu, ni wafuasi wetu. Amani tunayoitetea kwenye ardhi ya Iran ndio amani tunayoitetea huko Lebanon, ndio amani tunayoitetea huko Palestina. Ijulikana ya kwamba Israeli ni nchi ambayo haiheshimu yeyote yule chochote kile, kwa sababu nyuma yake kuna baba yake kigogwe Marekani. Lakini chenye mwanzo kina mwisho wake, tujue hilo. Twende habari ya pili, ndugu watazamaji wa runinga ya NVTV, ambapo mnaombwa kubonyeza kwenye harama ya kidole kinachoelekea juu, kidole gumba, alafu na kwenye sehemu kuna kuandikwa subscribe, muwe wafuasi wazuri wa vipindi vya NVTV. Alafu rais wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mwenye mizizi ya kule Cuba, ameulizwa maswali chungu mbovu mbele ya bunge na senta walipofika upande wa vita ambayo inaendelea kwa zaidi ya miaka 30 kati ya Rwanda na Congo DRC. Amejibu bila kupita pembeni, bila kuzunguka. Akasema ya kwamba Rwanda inaomba bila kubembeleza, ni mwisho kabisa na onyo la mwisho, itakapofika mnamo wa tarehe 15 mwezi wa 7, ina maana mwezi kesho, tunamtaka au ameshaondoa majeshi yake yote RDF kwenye ardhi ya Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini. Akikataa, atakachokiona yeye mwenyewe anakijua. Ijulikana ya kwamba kule kwenye majadiliano ya amani, Marekani wameshawekeza hela nyingi sana kwenye uchimbaji wa madini kule Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini na Kongo yote kwa ujumla. Na project ambayo amemrithi Biden ni Robito project, ambao Marekani ana uwekezaji wa fedha mwingi. Na ijulikana ya kwamba sasa hivi macho ya uchumi wa Marekani ni mali walizolea bure kule Venezuela. Kule upande wa nchi za Wajemi wameshindwa, na ijulikana ya kwamba tegemeo macho yote katika mambo yaendanayo na maendeleo na teknolojia yote Marekani na wafasi wao, Make American Great, Marekani na marafiki zake na Trump, ni kwenda kuwekeza Congo DRC, ambapo wana mkataba usio chini ya miaka 30 watakuwa na chiba malighafi kule DRC na kuzolea utajiri utakayowawezesha kutengeneza betri za magari yanayoendeshwa na umeme na mambo mengine.
Hapo sasa ndio amesema mwezi wa 7 tarehe 15 Rwanda apenda spende awe ameshaondoa wanajeshi wake wa RDF na amani ipatikane. Inaonekana ya kwamba AFC na M23 wao wanalilia kwenye choo cha kike badala ya kulilia kwenye choo cha kiume. Wamo ndani ya maisha tete. Hilo tunalisubiri kwa hamu kubwa, tuone kwamba licha ya kuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yuko anamfuria manguo aliyoyachafua Rais Kagame na kumwenzi kuweka jiwe la kumbukumbu la mauaji ya kimbare lililofanyika kule Ufaransa, na ijulikana ya kwamba Macron, rais wa Ufaransa, ameanza kumfuria manguo machafu kule Nairobi, Kenya, kwa kuwa kunaendelea ule mkutano wa Africa Forward. Sasa twende habari ya mwisho. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuko hoi kweli. Vita nayo ipigana na mtandao wa mfua vyuma Putin imemweka kubaya, kwa sababu kwa kipindi cha miaka 4 yote wanapigana hii vita. Sio vita yake bana. Yeye amewakaribisha mababe wawili. Amemkaribisha Marekani na kuwa na kivuli chake cha NATO na kupigana na Urusi ili wamwangushe Urusi na usalama wake uyumbe, na nchi ya Urusi kama tunavyojua ni nchi kubwa, waivunje katika majimbo mengi yatakayokuwa natawaliwa na wahuni ambao nguvu zote walizozijenga manani wa Rusi ziende ndani ya moshi na majivu. Lakini kwa mujibu wa habari zinazoendelea, Zelensky ameona misaada aliyokuwa anapelekewa, analishwa kama mtoto mchanga, anatetewa kila upande. Hiyo haipo, kwa sababu macho yote ni Hormuz, ni vita Israel Lebanon, Marekani against Islamic Republic of Iran, na wanaona kwamba ameshaonyeshwa, na wenda washauri wameshamwambia kwamba unakoelekea ni kubaya, kaongee mambo haya yaishe. Akamuomba Putin ili wakae mezani na wamalize vita kwa kutumia mazungumzo, na Putin akamwambia hivi, wewe kichaa, wewe mtoto mchanga bana katika siasa, nimekwambia tangu mwanzo wa vita kwamba sitaki wewe uingie NATO na sikutaki uingie kwenye Umoja wa Ulaya, na sitaki ardhi yako itumiwe na maadui zangu ambao ni Marekani na watoto wake wa Ulaya. Umezuia masikio. Kwa sasa tutazungumza, lakini sharti za mazungumzo zitakuwa zangu mimi Putin, mubabe wa vita, mtu mkubwa. Sio hivyo utakiona cha mtemakuni. Ijulikana ya kwamba Ukraine ni kama mtu baba mwenye mji, amewapa hifadhi wapiganaji wawili ili wapigane ndani ya nyumba yake. Risasi takavovurumishwa kila upande, zikiwapiga watoto zake, mke wake, na zikisambaratisha mali zake, yeye hajari. Asanteni sana. Karibu kwenye runinga ya NVTV. Bonyeze kwenye alama ya subscribe, bonyeza kwenye alama ya kidole gumba kama habari imekupendeza, na changia habari hii na wenzako ili sote tufundishane kwa kutumia ujuzi, kwa sababu hapa kwenye runinga NVTV ni kuchangia ujuzi, kusemesha ukweli, kubadili mienendo, kuheshimiana kila tunakoishi na utofauti, tuwe wazalendo dhidi ya nchi zetu za kuzaliwa na nchi zilizotupa uraia wa pili, na mwisho hatua ya 6 tumtumikie Mungu katika ukweli na haki, na tutaujua ukweli, na ukweli huyo utatuweka huru kwa mujibu wa Yohana, Injili ya Yohana, kitabu cha Yohana 8 sura ya 32. Asanteni sana. Assalamu alaikum. Shalom. Ciao.